Taarifa nyingine ambapo mfanyabiashara katika mji wa Nanyuki sasa anasema maisha yake yako hatarini baada ya kupokea vitisho kutoka kwa kundi haramu mjini Nanyuki. Martin Ngunjiri ambaye alikuwa meya wa zamani mjini Nanyuki anaamini maisha yake yako hatarini baada ya kuuliza maswali kuhusu usimamizi wa masuala ya kifedha yanayoathiri sako ya Nanaisio, hali iliyosababisha msururu wa kesi mahakamani. Anasema alifuatwa na vijana ambao wanaamini ni wa kutoka kundi hilo haramu na wakamtishia maisha kwa hawatamaliza wiki moja kwa kuuliza kwa nini fedha za sako hiyo hazielekezwi kwenye njia husika za kibenki zilizokuwa zikitumiwa hapo awali. OCPD wa Laikipia Mashariki Daniel Kitavi alisema kuwa kisa hicho kimeripotiwa katika kituo cha polisi cha Nanyuki na uchunguzi umeanza. Ngunjiri ametoa wito kwa polisi kuchukua hatua ya haraka kwani ameshindwa kuendelea na shughuli zake za kawaida kutokana na vitisho katika maisha yake. Jioni niliweza kufika pale stage na nikawa nimekutana na vijana ambao walinianza kuniambia maisha yangu wataiondoa. Jambo la kushangaza, waliniambia kwamba mimi ni kama maganda ya ndizi na ganda la ndizi hukatwa tu na panga moja. Kisha wakaniambia wanaweza kunimaliza. Kwa hivyo nimekuja nikiwa nahofia maisha yangu na ningetaka dunia mzima ijue kwamba hawa vijana, maisha yangu na familia yangu ikipotea ni wao tutauliza. Kwa hivyo ndio sababu nimetoka hapa polisi kuripoti, na haya maneno ningeliomba polisi ifanye uchunguzi kwa haraka iwezekanavyo. Na chanzo cha mgogoro ama tofauti zenu na hao vijana kipi? Yes, kumekuwa na mgogoro pale na hata tumekuwa na kesi katika koti la tribunal. Wale tu ni wale vijana wamekuwa akiwekwa pale na wafanyabiashara wale tunafanya kazi nao. Kwa hivyo kumekuwa na mgogoro na iko katika mahakama ya tribunal. Na badala wasubiri kesi ifanye kazi, wanataka kuchukua sheria mkononi. Kwa hivyo kwa sababu ndio ninahofia maisha yangu yako katika hatari.